Ninamshukuru Mungu kipekee sana kwa uwepo wa damu yake kwenye maisha yetu. Ni Mwalimu Glorimina Venance Mpua. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ni misionari idara ya watoto na vijana hapa Tanzania. Tuko Arusha. Yesu ametupanda pale kwenye udongo mzuri sana. Udongo wa huduma hii ni mzuri mno. Ukiutazama kwa akili ya kibinadamu unaogopesha. Ukiutazama kwa macho haya damu na nyama unaogopesha. Ukikaa ukifikiria vile mtoto wa kiume alivyopoteza malengo yake, unaweza ukasema no, sina ujasiri wa kusimama. Lakini kwa sababu ni kitu ambacho kimetoka mbinguni, kimetoka kwa Mungu, hakijaanza leo. Mwaka wa 28 huu Mwalimu Glorimina akiwepo kwenye huduma hii ya mtoto. Haleluya. Ninawapenda sana. Mtoto wa kiume fahari kwa mama yake, mtoto wa kiume majidai kwa mama yake. Taifa linamngojea mtoto wa kiume. Leo Mwalimu Glorimina yuko kwenye kamera hizi za Mtoto wa Kiume TV. Kufanya nini? Nimekuja kukuaga. Niko wapi? Niko jijini Mwanza. Ninaondoka sasa kwenye jiji la Mwanza nilipokuwa kwenye viwanja vya sekondari ya Ipwaga iliyoko karibu na Usagara. Haleluya. Nimemwona Mungu sana akifungua mtoto wa kiume hasa form 3. Mungu awabariki sana wanangu form 3. Yaani wamenipa ushirikiano form 3. Wamesimama kwa ajili ya utukufu wa Mungu form 3. Wamerukaruka wakisema Yesu ni mwa, na wameniahidi jambo. Wameniambia mama, mwakani tunafunika form 4 ya mwaka huu. Mwaka huu wameongoza. Wamekuwa namba 1 kimkoa na wamekuwa namba 3 ndani ya mikoa 6. Mtoto wa kiume fahari kwa mama yake. Wameniahidi. Wameniambia mama nyamaza, mfuniko wa mwakani. Kwa hiyo wameniahidi form 3. Mfuniko wa mwakani. Wanataka masikio ya wazazi yasisimke. Wanataka masikio ya mkoa yasisimke. Wanataka masikio ya jamii yasisimke. Kwa nini? Ni watoto wa kifalme na uweza wa Mungu uko mabegani kwao. Haleluya. Mimi huwa nakushangaa sana unaposema kwamba eti mtoto wangu amekataa kwenda shule. Umetafuta vyanzo? Sasa mimi leo nipo kumshukuru Mungu sana na kuaga jiji la Mwanza na kuambia sasa ninaondoka. Naelekea wapi? Ninaelekea Arusha kwa habari ya kujiandaa kuenda kwenye mlima wa maombi. Ni sala wa leo. Haleluya. Ninampenda Mungu, hajawahi kutuacha wala hajawahi kunyamaza kwa habari ya mtoto wa kiume. Kwa hiyo haya yote niliyokusanya hapa, form 3 wote wavulana wote wavulana kwa wasichana, hasa kipaumbele ikiwa form 3. Nimebeba majina yao, nimebeba elimu yao, mama yao. Ninaingia maombi ya siku 7 kwenye mlima wa maombi uko Arusha pale unaitwa Sakila. Nitaingia pale kuanzia Jumapili ya wiki hili, nitatoka Jumamosi ya wiki lile lijalo. Nikiwa naishi na nini? Naishi na maji. Mungu ni mpaji, tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa nini nimekuja kukuaga? Nilikuwa hapa kwenye mambo mengi. Kulikuwa kuna mahitaji mengi ya watoto. Kulikuwa kuna vile na vile ambavyo watoto ilifika mahali wamekwama. Mtoto mmoja nimekuta form 3 yuko nyumbani. Mzazi analalamika mtoto amekataa shule. Lakini baada ya kumuita, alivyomleta akakaa na mimi nikajua chanzo. Akaniahidi, mwalimu, kuanzia leo mada umenichimbulia hii chanzo, nimeipenda shule. Kwa hiyo unapomwacha mtoto nyumbani kwa sababu amekwambia haendi shule, unafanya kosa. Tafuta chanzo cha mtoto ujue kwamba shida ni nini. Tumekuwa hapa, nimekaa na watoto wa kiume na wa kike. Tumekuwa kwenye maombi, tumeombea mabweni, tumeombea madarasa, tumekaa kwa ushauri. Watoto wamekuwa marafiki zangu, wameniambia vitu vingi vingine vya sirini kabisa. Lakini kubwa zaidi ya yote, form 3 wa mwaka huu ambao mwakani form 4 wanatisha, lakini wana mambo. Lakini kwenye hayo mambo wameniambia mwakani wanapeperusha bendera. Wanapeperusha bendera.
na uwezo huo wanao. Kazi ya mama ni kuambia wanangu mnaweza. Wanangu mnaweza, wanangu mnaweza, wanangu mnaweza. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini mbele yangu nina glasi ya maziwa? Yesu anasema neno la Mungu lisilogoshiwa amelifananisha na maziwa. Unapokunywa neno la Mungu, maziwa yasiyogoshiwa, mwanamke ukajawa maziwa, baba ukajawa maziwa yasiyogoshiwa yenye ladha. Unaweza kaona tu maziwa yangu hayana maji hata kidogo. Yana ladha. Neno la Mungu ni tamu kuliko haya maziwa. Neno la Mungu lina uhai kwa watoto wetu. Neno la Mungu lina uzima kwa watoto wetu. Hakuna mtoto wa kiumbe asiyeweza kumuelewa baba yake au mama yake kwa sababu eti hakuna yani ameamua yeye kama yeye. Huenda baba hauna neno la Mungu, huenda mama hauna neno la Mungu. Rudi kwenye maziwa yasiyogoshiwa. Rudi kwenye maziwa yasiyogoshiwa. Ukishakunywa maziwa ambayo ni neno la Mungu, mtoto wako atakuja kunyonya maziwa. Kuna faida ya wewe mzazi, wewe baba, wewe mama kuwa karibu na mtoto wako kwa sababu una kifua cha kunyonyesha maziwa. Ninakuja kukuaga jiji la Mwanza. Ninaondoka sasa, ninaelekea Arusha. Bye. Na nitakuwa na maombi ya siku 7. Ujumbe wangu wa mwisho, neno la Mungu ni maziwa yasiyogoshiwa. Jaa maziwa ambayo ni neno la Mungu, mcheuliwe mwanao. Hatimaye utamwona anaendelea kukua na atafanya vitu vikubwa zaidi, na utakuwa umepanda kitu kizuri sana kwenye maisha yake. Amen.